Ujambo ndugu wasikilizaji pia watazamaji wa channel yako hii pendelevu TV online Zejofa Media. Ninayewakaribisha kwa matangazo haya ya leo ni mimi Mwalelwa Mseke Dide. Katika yale tunayokuandalia siku ya tarehe 28 mwezi Februari mwaka wa 2024. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi atoa masharti kabla ya kukutana na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame. Rais wa Rwanda na yule wa Kongo Kinshasa kujibu mwito wa rais wa Angola Joao Lourenço aliyetajwa kusuluhishwa uhasama ulioko baina ya Paul Kagame wa Rwanda na yule wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Rais Joao Lourenço ametajwa kuhusika na kutatua mzozo unaoikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia machafuko ya Rwanda na Kongo Kinshasa, na hiyo ni kipitia vita vinavyoendelea kwenye mkoa wa Kivu Kaskazini, hususan sehemu za wilaya ya Ruchuru, Masisi hata Nyiragongo. M23 wakiweza kusaidiwa na jeshi la Rwanda RDF, swala ambalo Rwanda laendelea kukanusha licha ya kuwa ripoti nyingi kama vile za Umoja wa Mataifa na zinginezo zataja Rwanda kuwa nyuma ya M23, wakati serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikitaja moja kwa moja jeshi la Rwanda au serikali ya Rwanda kuwa yenye kuhusika au yenye kupambana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuyumbisha usalama wa nchi. Ni Jumanne ya tarehe Februari 27 mwaka huu wa 2024 ndiyo marais hao walikuwa na agenda ya kukutana mbele ya mpatanishi huko mjini Luanda nchini Angola. Mkutano uliotakiwa kwanza kumpokea kila mmoja kwa upekee kwa ajili ya kuandaa mkutano wa pamoja. Lakini rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amebaki kwenye msimamo wake mkali wa kutoa shurti moja kubwa kabla wakutane uso kwa uso kwenye meza moja ya mazungumzo na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame. Bila shaka shurti moja ambayo imewaacha wengi Wakongomani kumwona rais wao kuwa mwenye msimamo bila kubadilika, akitaka Kongo iweze kuheshimika. Shurti gani aliyoitoa rais wa Kongo? Msikilizaji mpendwa, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo hakwenda kuume wala kushoto. Rais wa Kongo alisema yuko tayari kukutana na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame baada ya kuwaondoa majeshi yake yanayopatikana kwenye ardhi ya Kongo ambayo ni RDF na vibaraka wake M23. La sivyo hawezi kutana naye uso kwa uso. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema hayo mbele ya mpatanishi wa mazungumzo hayo. Kufikia sasa, kuhusu vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika eneo la kaskazini ndogo ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini, Rais Felix Tshisekedi amebaki yule yule, msimamo ule kabla ya mazungumzo yoyote ya ana kwa ana na mwenzi wake Paul Kagame. Bila shaka rais wa Kongo Kinshasa Felix Tshisekedi amesema lazima rais Kagame aondoe wanajeshi wake kwenye ardhi ya Kongo na mengine basi yatafuata baadaye. Lazima tukumbushe hapa kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesindikizwa mjini Luanda, Angola na naibu waziri mkuu ausikaye na mambo ya nje Christophe Lutundula
yule wa ulinzi Jean-Pierre Bemba Ngombo, yule wa ushirikiano wa kikanda Antipas Mbusa Nyamwisi na wengine. Vivyo hivyo tukumbushe hapa kuwa kikao kinachoandaliwa mjini Luanda huko Angola kimekuja baada ya kile kilichoandaliwa mjini Addis Ababa, Ethiopia, kabla ya kikao cha Umoja wa Afrika wiki 2 zilizopita. Lakini marais wawili hao hawakukutana uso kwa uso, ila kila mmoja alipokelewa mwenyewe, kila upande ukizingatia msimamo wake. Tusubiri kuona maendeleo ya jitihada za mpatanishi ambaye bila shaka ni rais wa Angola Joao Lourenço, ambaye ndiye anayesimamia mazungumzo kati ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo na yule wa Rwanda Paul Kagame. Basi tuyasubiri yale ambayo yatatokea kwenye kikao hicho. Hatima yake itakuwa nini? Haswa pamoja na mashinikizo ya nchi za magharibi, haswa Marekani na washirika wao kama vile nchi za Ulaya. Mwisho wa habari zetu. Mlikuwa nami Mmolelwa Msekedide, ambaye ninawaomba kabla muondoke musikose kusubscribe, kulike na kushare kwa wengine. Ukiacha comment yako ndogo utakuwa umetusaidia zaidi. Huo ndio utakuwa mchango wako ili tuje na kishindo kesho kwa ukurasa mwingine. Hadi tutakapo kuchana tena hewani, kwaherini.